Bwana, kama unavyofahamu kwamba hivi karibuni Harmonize Konde Boy ametoka kufanya kazi na mmoja kati ya memba wa P Square ambaye huyu ni yule Paul. Unaona kwa sababu tunafahamu kwamba Peter ndo anaitwa Mr P, alafu Paul mwenye dread yeye anafahamika kwa jina la Rude Boy. Sasa huyu Rude Boy ndo amefanya kazi na Harmonize hivi karibuni. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba Mr P ambaye ni ndugu pacha wake yule mwingine ambaye ana dread, ambaye ni mzuri sana kwenye upande wa kudance. Umeona yeye ni mkali wa kudance, huyu mwenzie ni mkali wa vocal. Umeona bwana, na yule mwenzie ni mbavu, huyu mwingine ni ana dread. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa nadhani hapo utakuwa umeshaelewa which is which. Sasa kitu ambacho kimetokea bwana ni kwamba kumekuwa na mzozo. Yani yule Mr P ambaye amekuja kumsema huyu jamaa ambaye amefanya kazi na Harmonize hivi karibuni, tunamzungumzia King Rudy au Rude Boy. Umeona, ambaye yupo katika wimbo ambao unafahamika kwa jina la Best Couple ambayo imetoka hivi karibuni siku ya Ijumaa kutoka kwake Harmonize Konde Boy. Sasa huyu Mr P amemvaa kaka yake na kumwambia kwamba ni mtu mzima lakini ana tabia za kitoto. Bwana, kilichotokea ni kwamba mzozo wa kifamilia uliowahi kuivunja P Square, moja kati ya makundi bora kabisa Afrika, umerudi tena kwa mara nyingine kwenye mitandao ya kijamii baada ya kaka mkubwa Peter na Paul ambaye pia alikuwa ni meneja wao wa zamani Jody Okoye kuchapisha ujumbe tata kabisa kwenye ukurasa wake wa Instagram. Bwana, ingawa hakumtaja mtu mmoja kwa moja, lakini kaka yao mkubwa ambaye ndiye alikuwa meneja wao hawa P Square anaitwa Jude, yeye alidai kuwa aliwainua watu walioanguka na kuwa wasaliti waliojawa na tamaa. Wakamsingizia tuhuma za utakatishaji fedha na kutaka kummaliza kabisa na kumlazimisha awape pesa. Haya ni maneno ambayo yalionekana kumlenga Peter Okoye au Mr P, ambaye hakusita kujibu. Katika jibu lake ni kwamba Mr P au Peter aliweka wazi yafuatayo. Alianza kuzungumzia swala la usimamizi akisema kwamba Jude, huyu Jude ambaye ndo alikuwa meneja wao, ni kwamba huyu Paul amesema kwamba Jude hakuwa mkombozi wa kundi hilo, bali alikuwa ni mfanyakazi wao kama meneja na waliomtangulia na alifutwa kazi baada ya kuonyesha uongozi usioridhisha. Lakini kitu kingine alichokizungumza Mr P ni kwamba kufilisika. Pia vile vile alikanusha kuwa amefilisika, akidai kwamba Jude mwenyewe alieneza simulizi hiyo kwa chuki ya muda mrefu. Kitu kingine alichokizungumza Mr P, amezungumzia upande wa heshima. Alimtaja Jude kama Agbaya, neno la Kiyoruba linalomaanisha mtu mzima mwenye tabia za kitoto, akisisitiza kuwa heshima haiji kwa umri bali kwa vitendo. Tangu miaka ya nyuma, kukosekana kwa uwazi kuhusiana na fedha, ubunifu na nafasi ya Jude kwenye kundi kulisababisha migogoro ya ndani. Hatimaye P Square wakasambaratika mnamo mwaka 2017, hali iliyosikitisha mashabiki duniani kote. Lakini katika kile kilichoonekana kama muujiza wa mziki, mnamo mwaka 2021 Peter na Paul walipatana na kurudisha kundi lao, hatua iliyopelekewa kuwa na shangwe kubwa sana na mashabiki wa Afropop, lakini waliachana tena na kila mmoja akaendelea na maisha yake. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Sasa hapa bwana, kwa Kiingereza wameandika, nitakusomea ujumbe wa Kiingereza wa hawa jamaa, lakini pia huko katika mitandao ya kijamii, katika baadhi ya page ambazo zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue, watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna mtu hapa anaitwa Mr Chongwe amesema kwamba bwana, wanawake wamefanya hawa ndugu wawe maadui yale ya Eva. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Yani kwa kifupi ni kwamba hili kundi la P Square bwana, tunafahamu kwamba ni moja kati ya makundi ambayo yani kama ndo kutake over Afrika kwenda kimataifa, basi hili ndo litakiwa, yani hawa ndo walikuwa wawe wasanii wa kwanza kabisa kufanya hivyo. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna ngoma kama 3 tu au 4 ambazo wamefanya na international artist. Nadhani wamefanya kazi na Akon, TI na Rick Ross kama sikusei, lakini hakuna tena collaboration yoyote ya kimataifa. Yani hawa jamaa walikuwa wanafanya kazi nzuri kuliko hata hawa wakina Wizkid kwa upande wangu mimi.
from my point of view. Nilikuwa naona kwamba P Square walikuwa wanaachia benga baada ya benga, hiti baada ya hiti. Na nakumbuka hiti ya mwisho ilikuwa ni ya Lingo kama sikosei. Umeona lakini at the end of the day tukaona kwamba jamaa jitihada zao zikaishia huo mwaka 2017, ambapo sababu kubwa ambayo ilisababisha hawa wawili bwana kutengana, nadhani kipindi hicho ndio kwanza tulikuwa tuko form 3, long time ago. Umeona hawa jamaa bwana walitengana kwa sababu inasemekana kulikuwa kuna hizo tetesi za kwamba mwanamke ndo alikuwa chanzo. Wengine wakasema kwamba meneja wao huyo Jode ndo aliwagombanisha hawa ndugu. Umeona mambo ya fedha na nini na vitu vingine kibao. So huu ugomvi bwana, hawa ni mapacha lakini waligombana. Hebu imagine. Umeona kitu ambacho kilifanya hata huyo Rude Boy ambaye ni Paul alitoaga nyimbo. Umeona akiwa analia kabisa jinsi ambavyo alivyokuwa disappointed na swala zima la yeye na ndugu yake kugombana. Umeona bwana. Lakini baadaye wakaja wakarudiana, wakarudisha kundi, wakaanza kufanya tour, wakafanya show, na kitu ambacho kilishangaza watu wengi ni kwamba japokuwa P Square hawajaigi kutoaga ngoma ya pamoja au kuonekana wakiwa pamoja kwa ajili ya kuperform kwa mashabiki kwa muda mrefu, lakini mnamo mwaka 2021 walivorudisha kundi lao ni kwamba mashabiki walijaa katika kila show, almost kila nchi ambayo walikuwa wanakanyaga. Umeona jambo ambalo likaonyesha kwamba jamaa bwana bado wana fan base kubwa sana. Lakini cha kushangaza tena wakaja tena wakasambalatika. Lakini sasa huyu Jode huyu ni ndugu yao ambaye ni kama brother yao ambaye walimpa hiyo nafasi ya umeneja. Amekuwa akianzisha tena chokochoko mitandaoni, kitu ambacho huyu Peter amekuwa anyamazi na amekuwa akimjibu na kumsema kwa mistake ambazo alifanya mpaka kundi lao likavunjikaga, likarudi likavunjika tena na mambo mengine kama hayo. Lakini huyu alifanya kazi na Harmonize, huyu pacha mwingine, huyu mdogo mwenye dread ambaye anaitwa Paul, yeye tumeona amekaa kimya, anaendelea kufanya kazi zake, na ndo kama hivyo ulivyoona juzi hapa ametoa ngoma na Konde Boy. So kiukweli mashabiki wengi sana wanawapenda sana hawa jamaa na wanatamani warudi, kwa sababu hawa jamaa walikuwa na uwezo wa kutoa ngoma za kuchezeka kama Personally, Alingo na nyingine kibao. Walikuwa pia na uwezo wa kutoa ngoma za feelings, za emotions kama vile your love not a lie, nadhani kama inaitwa hivyo hiyo ngoma kama sikosei. Yani kuna ngoma nyingi sana za R&B hawa jamaa walikuwa wanatoa kali sana za kugusa hisia za watu. Na majimbo ya mabenga ya kuchezeka nadhani kila mtu anayafahamu jinsi ambavyo wajamaa walivyokuwa wanakimbiza. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Unazungumziaje hii issue? Unatamani hili kundi la P Square lirudi tena kwa mara nyingine? Unahisi kwamba kama likirudi wataweza kweli kucompete na hiki kizazi kipya cha muziki wa Nigeria sasa hivi, hususan hao kizungumzia vijana kama vile wakina Rema, Davido pamoja na Wizkid, au unahisi kwamba muda umeshapita? Wa relax. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.